Asanteni sana. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, tetezi ya wanyonge, mbunge mtarajiwa Embakasi Central 2027 kabisa. Na mimi nataka kusungumuza kwa ajenda ya Wakenya, si kwa ajenda na kwa sijui nani ya Nairobi. Ndugu zangu, saa hii Muluya na Mjaluo wameshikana wachache na cartel wachache kutoka Mlima Kenya. Cartel wachache kutoka Mlima Kenya anaendesha Muluya, anaendesha Wajaluo, na kwao hawafanyi rally na hao cartel wetu, wanafanya tu Western Luo Nyanza, Western Luo Nyanza. Na kwao wanafanya maendeleo, kwao Ruto akienda wanafanya maendeleo na wapigi kelele. But ikifika inapelekwa Luo Nyanza, wanatumia Wajaluo na Muluya kupiga William Ruto. Ndugu zangu, mimi nataka kuambia Muluya, hebu kaeni chini muangalie namna Ali Hassan Joho ana run pwani la inji mtu moja. Kaeni tu chini muangalie Mheshimiwa Sultan. Saa hii Mombasa Kingi alikuwa anamdhalumu nani? Joho. Omar Sarai alikuwa anatukana nani? Joho. Mvuria alikuwa anatukana nani? Joho. Lakini juzi walipojua kwamba Joho amewakanyaga, ikabidi wakae chini na waite Joho na wapange Coast Region. Muluya bwana anadanganya na cartel kutoka Mlima Kenya, anataka kupinga William Ruto. Wakati pwani la inji inapangwa na Mheshimiwa Ali Hassan Joho, wako sana wamesema without Joho hawataka kusikia jinga ya UDA. Kabisa. Then nyinyi bado mnapigana, mnadanganywa. Linda mwananchi, mwananchi gani tunalinda? Bwana, ni wakati Muluya ajue siasa ni nini. Ni wakati Mjaluo ajue siasa ni nini. Kweli. Mimi naweza sema kwamba mtu amejifunza kwa Raila Odinga ni Mheshimiwa Sultan Ali Hassan Joho peke yake. Kweli kabisa. Kama naweza ketisha viongozi wa pwani la inchi wasungumuze lugha moja, mtu ya PA, mtu wa UDA, mtu wa chama gani, wote wasikize, kwa sababu Joho ni mwana ODM na ameshikilia. Joho hajajitangaza kama party leader, na kama kuna mtu ambaye kuna uwezo ya kukuwa party leader ODM ni Mheshimiwa Sultan, na ameheshimu Oburu Odinga. Oburu Odinga amemheshimu Joho. Wai mtu ambaye maendeleo hakuna ndiye anajitangaza kama party leader. Yeye ndiye amejua Oburu fai. Yeye ndiye anajua anafaa. My fellow Luos, lazima tujue siasa ni nini. Siasa sio vurugu, siasa sio fitina, siasa sio maandamano. Siasa ni maendeleo ambayo inatekelezwa na serikali kuu. Saa hii Mheshimiwa Gavana kazi yake ni kurandaranda. Nairobi ziara, Nairobi rally, Nairobi rally. Na hiyo ni pesa ya watu wa Siaya. Ndio anatumia naye maandamano. Ni mbaya. Mimi nimependa kuambia EACC wafanyie Orengo auditing. Wajue ni pesa tangu apewe 4 years amefanya nini? Afanyie uchunguzi. Pesa ya county ya Siaya tunataka kujua ngapi imetumika na imeenda wapi na inafanya kazi gani. Uwezi chaguliwa gavana na wewe unarandaranda. Uwezi chaguliwa gavana na kuna maendeleo. Umechukua watu wachache hapa kutoka Mlima Kenya. Kwani watu kutoka Mlima Kenya ndio wamejua Siaya? Kwa sisi hatujui Siaya. Wao ndio wanaenda kusema ati Orengo anafanya kazi. Kazi gani? My friend. Then gavana huyu mmoja amebagua tena watu wengine wa Siaya hapa. Hawapati kazi. Kazi anapeana kujuana kulingana jinsi wanajuana. Lazima utujue kwamba uongozi kila pande zote lazima faidike. Mimi nataka kuambia Wajaluo, the only man ambaye tulikuwa tunamfanyia kazi bure ni Mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga. Ndio peke yake. Saa hii kama ni party leader, my friend, usa mali yako utuletee. Wewe mimi acha wajinga watoka hapo. Pia tuwezi kubali. Hiyo hatutakubali. Na hii tunataka kusema kwamba lazima tuvumilie. Na uvumilivu ni kitu ya muhimu sana. Unaona? Lazima tujipange.
Saa hii watu wajipanga, tunadanganya kina Gachagua, Ruto akienda Nyeri hakuna vurugu, wamenyamaza. Hawatukani Ruto, wamenyamaza. But Ruto akienda Luo Nyanza anaanza kutokana William Ruto. Ruto akikuwa Kiambu amenyamaza. Ruto akienda Murang'a wamenyamaza. But Ruto akienda Western, Ruto ni muizi, Ruto ni muuaji. Lazima tuangalie, tunachezewa karata ambao hao watu wanatuchezea ni karata kutoa Mulia kwa serikali, ni karata ya kutoa Mjaluo kwa serikali. Hiyo ndio karata wanatuchezea. Ndio tunaambiwa saa hii ati Ruto ni mbaya. Kama Ruto ni mbaya, hizi stadium ambayo inajengwa, kwa nini inajengwa? Kama wao wachezi football, utajengea watu ambao wachezi football kiwanja. Football Kenya ni Mjaluo na Mkisii. Athletic ni Mkalenjin na Masai. Then ukitaka tena football enda Pwani la Inji, ndio kuna wachezaji. Then ikijengwa ati Ruto ni muizi. Wakati anajenga vitu ambavyo inafaidi Wajaluo na Moloya. Nasikia vibaya. Mimi ningependa kuambia Moloya. Na hii ninarudia. Nataka nirudie ingie kwa masikio ya Moloya. Kwa sababu kuna mtu amekuja kublackmail Moloya zaidi. Huwezi tolewa kwa serikali wakati wewe ni third command. Moloya ni third command katika taifa la Kenya. Huwezi linganisha. Hii Kenya, ukitoka kwa William Ruto unaenda kwa Deputy Kindiki. Ukitoka kwa Kindiki unateremka kwa nani? Kwa Wetangula. Kwa Mheshimiwa Wetangula. Inakusaidia kwa sababu akili ndio hauna. Asante. Wacha nikujibu. Unasema yakusaidiaje? Wacha nimujibu. My friend, hii the third command Kenya kwa nafasi ya Wetangula leo hii SGR inaweza tolewa kwa shamba la mtu Naivasha, inapelekwa wapi? Malaba. Kwa nini Uhuru kujenga? Kwa sababu gani? Ni nani alikuwa kwa serikali third command? Sasa je, umeshika Nyanza sasa. Ni nani? Silikuwa ni JB Muturi. Si anatoka Embu. Ilikuwa ni Muluya ama ni Mwemu. Wakabila hao. So saa hii William Ruto anaweza kaa na Wetangula chini. Waambia kwa Mheshimiwa President, sisi kama jamii tunataka hii. SGR ikijengwa, mali ya Muluya na Mjaluo itapata soko. Waacheni mchezo ndugu yangu. Mtu anakuuliza inasaidia Muluya na nini? My friend, saa hii enda Bungoma, wacha nimsabiki kitu ambayo imefanya kama ujui. Sisi independent, Kandui Stadium ilikuwa, saa hii inajengwa modern. Kwa nini ikujengwa? Ama ujui iko na income inaleta? Saa hii ukienda Bungoma inajengwa modern Air Street. Kwa nini haikujengwa kitambo? Sasa inajengwa kwa sababu Wetangula ni third command. Ama hiyo uoni? Hiyo muoni? Tumia Google, kama uende nyumbani tumia Google ndio ujue. Hakuna kabambe. My friend, so kama ujui hizo ndio vitu ambavyo inafaa. Atinasaidia na nini? Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa president, speaker ni inatoka Mlima Kenya. Haya, angalia vitu ilikuwa napangwa. Mkuu wa jeshi Mlima Kenya. Mkuu wa polisi Mlima Kenya. Haya, KRA Mlima Kenya. Attorney General Mlima Kenya. Bado unatuambia hapa inasaidia Muluya na nini my friend? Wewe uoni unataka kuwe tu slave. My friend, yule mtu atasaidia Muluya na Mjaluo. Nataka kusema during marehemu Moi, Daniel Toroitich Arap Moi, Soni ilikuwa na siaga, Nzoia ilikuwa na siaga, Webuye Pan Pepa, Mumias, Moroni, Chemeli. Tukachagua hawa wakora, hawa babu wenyewe kutoka Mlima Kenya, hawa wakora wadogo hapa. Hawa wakora ambao nakulia pia Wakikuyu, hawa wakora. Include Mkibaki, include Michuki. Wao wakapangana akina Mudhaura kudhulumu Muluya na Mjaluo. Wakijua kwamba hao watu wakuwa na pesa watatusumbua. Muluya ako na namba na Muluya hajui namba yake. Wewe unatuambia nini hapa? Lazima Muluya shimike na namba yake ya kura. Hiyo lazima. Na hiyo namba tunataka mzee Francis Atwoli akatisha hao viongozi wote kwa meza. Wewe ndio mjui, nyamaza hapo. Unajua tunataka uongozi bora. Ukweli ndio tunataka uongozi bora. Huyu watu ambao mnasifu. Nataka mtu afanye uchunguzi yake. Kama si Atwoli, Sifuna angepewa tiketi ya ODM. Kweli.
Kama si Atuoli nani mheshimiwa Natembeya angepata kiti ya gavana Tanzania. Kama si Atuoli mheshimiwa Soti angekuwa Senator Vihiga. Kama si Atuoli gavana Gladys Wanga angekuwa gavana. Nini unatuambia hapa my friend? Nini unatuambia hapa Atuoli ni nani? Sasa nimekusabia kazi ya Atuoli Francis kama ujui. Kama ujui. Kwa sababu ulia bro, kama unataka soko enda kwa so lazima bro, hizi soko. Bro, hizi soko bro. Ukitaka soko enda kwa nyumba yako. Ndugu zangu, lazima tusungumuzi kitu ambacho anafaidi watu. Wewe kama umelipwa na wale cartel wa Mlima Kenya, enda kule Mlima Kenya. Kiongozi wetu kama ni muizi ni mtoto yetu. Kama ni muuaji ni mtoto yetu. Hawa watu wa Mlima Kenya si wanafunga watu wao. Wakiba si wana protect. Then mule anakuja hapa anasema tambua Atuoli. Huyu Atuoli utamtambua my friend. Wewe unatambua nani? Wewe unatambua nani? Yo mshahara unalipwa si ni Atuoli. Lazima tu protect mheshimiwa Francis Atuoli. Atuoli ameona mengi. Atuoli amefanya viongozi hata Babu Owino 2017 kama si Atuoli angetupwa nje na Muriri angechukua. Hata sasa nikwambie. Kama ujui wacha sasa nikujibu. My friend, huyu Atuoli ameshikilia viongozi wengi hapa Kenya wao ujui. Unasema uliza Atuoli nani? Atuoli ni kiongozi ambaye kona yake amefanya wengi wamekuwa kiongozi hapa. Alipokataa Malala hawezi kuwa senator, hawezi kuwa governor, sema amekataa. Kwa nini hajachaguliwa? Hawezi. Umeuliza Atuoli nani? Sasa huyu ndiye Atuoli papa. Kama unajua Atuoli. Kama unajua Atuoli. Huyu ndiye Atuoli. My friend, sisi jenye tunaomba mheshimiwa Atuoli aite viongozi wote include Sifuna wote wa Western Region wakaa nao chini wakubaliana nayo ya kwamba wanataka msaada ya Muluya. Namba ya Muluya hii milioni 6 lazima isabika kwa debe moja, Muluya sikike. Si mambo ya kutumikia Uhuru, wanaenda kuchukua pesa Uhuru Kenyatta Gatundu, wanatuambia tawe, wanatuambia sisi ndio Sifuna. My friend, kama wanataka kwenda Mlima Kenya wasimame governor Kiambu, ama wasimame huko Kiambu. Lazima Muluya sikizwe. Na hii nataka kuambia mheshimiwa Francis Atuoli, ita viongozi wote, wakikataa tuma Kiambu kwa Uhuru Kenyatta, watoke Western. Waende huko. Waende wafanye vurugu huko kwa Uhuru Kenyatta. Kabisa. Wawezi tumika wagawe kura ya Muluya kwa niaba ya Uhuru Kenyatta. Lazima tufanye siasa ya kufaidi viongozi wetu. Tupige kura kwa debe moja. Tupige kura kwa lengo ya Muluya. Wewe unaambia utoke kwa Ruto, unaenda wapi? Uko serikali unaenda kwa kichako kutafuta serikali. Akili inakusaidia. Pigana hapo ndani ya serikali ndio usikizwe. Wewe unatoka kwa serikali. Mtu yenye hana jana ndiye anatoka kwa serikali. Lazima tufanye siasa ya kufaidi jamii yetu. Wao waende tu double chance, wakishinda huko sawa. Tutakuja kwa serikali yenu. Tukishinda huku kujeni kwa serikali yetu. Hivyo ndio siasa. Usiweke siasa kama mtu ananyesha huko na feelings. My friend. Sikuwa na feelings kama mwenye ananyesha. My friend. Siasa usiweke kwa roho. Siasa ni double chance. Wakiweka double chance wao waende tu huko. Lakini wasiwaambie ati wanatoka kwa serikali. Hiyo tutaruhusu. Mambo maendeleo ambayo tunaweza taja hadi asubuhi yenye Ruto amefanya imeshinda Uhuru Kenyatta kufanya, imeshinda kubaki kufanya. Hawakufanya, ni karata ndio wanatuchezea. Sawa, wamekuja tukukadi. Kadi gani? Sisi tuko kura. Sasa sisi tuko kura my friend. Sasa tuko kadi. Kadi ni ya wakora. Kadi ni ya wakora. Hadi tuko kadi. Kadi ni ya wakora inachezewa, anachezea Muluya. Unasikia hii tuko kadi, anachezea Muluya kadi, wanachezea Mjaluo kadi, tuko kadi. Kadi gani hiyo inachezewa? Sisi tuko kura na kura ni ya Ruto. Waji mchezo yetu. Waji mchezo. Mambo ya Nairobi nikimalizia. Nairobi ni nyinyi mtaamua. Na mimi mmeona ya kwamba mtoto wa nobody, mtu ambaye julikani, mtu ya slums, leo anaweza kalia bodi ya Mama Lucy. Kwa sababu gani? Bottom up. Hiyo ndio matako juu, bottom up. Yes.
Mtu yenye hana uwezo, hakuwa anajulikana, ametolewa bottom, ametolewa bottom, amewekwa wapi? Hapo. Na hii ndio kazi Ruto alikuwa anafanya. Sasa mmeanza kuona. So wewe kasana tu hivyo. Kama nyinyi mnaamini karatasi, elimu ni ya connection na kuelewana na kujua vitu. Si ya unasomeshwa na mzazi atupate kazi. Unasomeshwa ndio wewe mwenyewe jue kujisimamia wewe mwenyewe. Lakini baadhi ya mwenzako pia usifungie mlango wazi au usiachie mlango wazi. Angalia hata akina nani, watu wengi ambao kinajenga Karume. Ende ufanye historia yao. Walikuwa drop out class 5, lakini bilionea hapa Kenya. Then Muloya na Mjaluo akipewa cheo, watu hukusoma. Kama Ruto alipewa cheza full minister, mtu wa class 7, cheza minister wa support. Wakapiga nduru. Tuliona. Huyu ni William Ruto akaja kwa deputy president. Akapewa cheza. Sasa yeye amepewa Gaucho, the son of nobody. Bado wataka kupinga hapo, unapinga wewe ni nani? Hiyo ndio matako juu bottom up. Lazima tuambie yale Mheshimiwa Ruto amefanya, tutashukuru kama vijana. Na bado tunasema Mheshimiwa William Ruto, fanya mengi zaidi. Fanya mengi. Hizi tenda ndogo ya milioni 5, milioni 10 hiyo letea wanabunge. Kule hapa. Hiyo tenda ndogo tupe. Kwa sababu sasa sisi tuko na kampuni. Tupe hizo tenda ndogo bwana. Chukua tena mwingine pia pea board. Hivyo tukisonga hivyo. Mambo ya hii protocol. Chukua pia mwingine weka kwa protocol ya election. Hivyo tukisonganga hiyo mambo ya campaign. Kila mtu lazima ipangwe. Bottom up hiyo ndio maana ya bottom up. Wewe uko hapa unapinga nani? Wewe uko hapa unapinga my friend. Hawa jamaa, hawa wangwana, hawa wa Mlima Kenya, hawa usipokuwa rada watakusafisha rada mbaya kabisa. Hawa jamaa ya Mlima Kenya hawa watakupanga kama kireti, watakupanga kama mkate. Ndio maana Ruto pia amekaa ngumu, anawapanga kama mkate. Sai wanataka kupanga, tutoki. Tuko kwa Ruto 90 plus 10. 90 plus. Hawa jamii wetu hawa marafiki zetu, hawa wangwana, hawa wa Mlima Kenya, hawa watu wajanja ndugu. Na lazima tukue wajanja nao. So wakikuwa wajanja sisi pia tuna wajanja. Sisi hatuko kadi, sisi tuko kura. Na kura ni ya William Ruto. Hapo ndio tuko. Wao kwetu kadi. Wao kadi wako sawa, walikuwa tu kadi. Sisi tuko kura. Na saa hii tunajipanga my friend. Kila mtu ameruhusiwa, nimesikia wengine wakitishia watu. People like Mheshimiwa Babu Owino, James Orengo, akina nani wako na haki kufanya ziara kila mahali. Mtu asinyime babu, wafanye rally yao kila mahali wanataka. Tupate tu kwa debe. Matokeo ya presidential tunajua, ya mbunge tujui, ya governor tujui. Lakini ya president tushajua. So lazima tufanye siasa kwa upole. Jambo la mwisho nikimalizia, ningependa kuambia magavana, wewe kama ufanyi kazi, shauri yako, enda nyumbani. Therefore, Migori County, ule jamaa wetu, ule jamaa ya rungu, ule jamaa ya fujo, ule jamaa ya vita, my friend, hiyo vita ndio atakupigia kura 2027. Saa hii kama jamii tunataka mageuzi ya county level. Uwezi kuwa governor una hold 11 billion, uwezi jielezea mahali pesa imeenda. Therefore nataka kuambia watu wa Migori, chukua kura yako, kadi mnaweza achio chilo, but kura chukua pea Mark Ogolla Nyamita. Chukua kura yako, pea Mark Ogolla Nyamita ndio uone maendeleo. Sisi hatutaki fujo. Tunataka maendeleo na Mark Ogolla Nyamita. Tukienda Kisumu, pia chukua kura yako, pea Mheshimiwa Profesa Tom Ochieng, kwa sababu tunataka maendeleo. Mtu ambaye na kadi, chukua kadi, pea mwenye ataka. Sisi tuko na kura. Kura yetu lazima isabiki. Asante sana, Mungu abariki.